Kwa majina naitwa SP Hamisi Wembo, RTO Tarime Rorya. Leo tarehe 20 mwezi wa 6 2025 ametisha magari ya shule maeneo mbalimbali ya Tarime Rorya. Hii ni kwa ajili ya ukaguzi wa magari, na hii zoezi nimeona tulifanye ni kipindi cha shule zimefungwa. Hivyo malengo yetu mahususi ni kutaka kukagua magari yote ya shule ambayo tutabaini ni mabovu. Baada ya kukaguliwa na mkaguzi wa magari, basi muda wanakuwa nao wanatakiwa wakatengeneze, na pindi shule zitakapofunguliwa tunategemea magari yao yana ubora, kwa maana mazima yaweze kuhudumia wanafunzi, kuwatoa majumbani kupeleka shuleni na kutoka shuleni kuwapeleka majumbani. Kimsingi hili zoezi tumelifanya kwa hiki kipindi cha shule zimefungwa, lakini niseme tu kama mkuu wa usalama barabarani Tarime Rorya, hili ni zoezi endelevu. Lengo hasa ni kutaka kuhakikisha wanafunzi wanasafirishwa wakiwa salama. Niwatake tu wamiliki wa magari basi watoe ushirikiano kuhakikisha magari yao yanakuwa kwenye ubora, kwa maana yale mapungufu yote ambayo yatakayobainika baada ya ukaguzi wa mkaguzi wa magari, basi kuhakikisha wanatengeneza magari yao na yakiingia barabarani katika ubora. Lakini pia kuhakikisha hao madereva ambao wanawaajiri kwa ajili ya kuendesha magari, wahakikishe madereva ambao wanakidhi vigezo, kwa maana waliopita mafunzo ya udereva na wenye leseni ambazo zenye sifa kutokana na magari wanayoyaendesha. Kimsingi niseme tu kwa wale ambao watakuwa na kwepa kwa ajili ya kuleta magari kwa ajili ya ukaguzi, mimi na timu yangu tutafanya operation kali, ikiwa na kufikia mpaka kwenye mashule yao kwa ajili ya kutaka kuona magari ambayo katika siku ya leo hawajaleta. Lakini pia nitumie fursa hii au nafasi hii kuwataka madereva wote ambao wameleta magari hapa kwa ajili ya ukaguzi wawe na utaratibu tu wa kukijua chombo chake ambacho anakiendesha, na endapo kibaini kina mapungufu yote kwenye hicho chombo chake, kwa maana ya gari, basi amshirikishe bosi wake ili waweze kurekebisha, kuachana na ile ya kwamba tunaamua kwamba bora liende, inakuwa haijakaa sawa sawa, na yeye inakuwa sasa huyo hayuko tayari kujali usalama wa watoto wanao wasafirisha kutoka eneo moja kuwapeleka eneo lingine. Lakini pia hawa madereva wa magari kwa siku ya leo pia wamefanikiwa kuwapa elimu ya usalama barabarani na kuwakumbusha alama mbalimbali za usalama barabarani. Pindi wanapokuwa wanaendesha haya magari, basi tunataka wazingatie hizo alama. Endapo watafanya hivyo, basi watakuwa wametenda kwa kuzingatia maadili ya udereva. Vile vile nimewapa katazo kubwa sana ambalo kimsingi katika operation nitakazozifanya za kuwashtukiza baada ya shule kufunguliwa, hilo litakuwa ni mojawapo. Wakiwa wanaendesha magari, basi wasizidishe wanafunzi, wawabebe kwa kulingana na utaratibu, maana hata na watoto na wenyewe wana haki, sio wanawabana mwisho wa siku mpaka wanafika mtoto nyumbani mbavu zinamuuma, hata kushika daftari tena anashindwa, akikaa kwenye gari anapumua juu. Hiyo kwa kweli ni moja ya hatua nitakazochukua kwenye operation nitakayofanya kwa madereva ambao watakiuka, na wale ambao wataendesha magari kwa mwendo hatarishi barabarani. Kuna watumiaji wengi wa barabara, sasa wao wana wajibu wa kuzingatia udereva wao ule wa makini na wa kujali watumiaji wengine wa barabara. Kwenye swala la leseni, nimewaelekeza madereva walete leseni zao ofisi ya RTO
tuzikague, ikiwa pamoja na zile barua zao za uhakiki na vyeti vyao vya driving. Tujiridhishe, tukague vyuo gani wamesoma, na ambao watakuwa hawana sifa, basi nitawataka waende darasani kwa ajili ya kusoma. Kwa siku ya leo tumefanikiwa kupata magari ambayo yamekuja kwenye ajili ya ukaguzi, magari 27. Ukaguzi unaendelea, na watakaobainika kwa mapungufu, basi tutawataka waende kurekebisha. Wakati huo tutakuwa tumeng'oa namba za magari hayo, na watapoenda kurekebisha hayo marekebisho katika magari yao, tutawataka walete tena magari kwa ajili ya kukagua tena kwa mara nyingine, ili tujiridhishe yale mapungufu aliyokagua mkaguzi wa magari, je, wameenda kurekebisha? Kama bado, basi tutaizuia gari, haitakuwa na sifa ya kupakia na kusafirisha wanafunzi. Ni zoezi ni zuri, kwa sababu kweli unakuta madereva wengine leseni zao haziruhusu, magari pia unakuta ni machakavu, lakini unapokagua kama hivi wanatufanya na sisi tunajisikia amani, kwa sababu yatarekebishika pale ambapo kuna tatizo, na inakuwa ni vizuri pia, na watoto wanakuwa kwenye usalama na usalama wetu pia. Hili zoezi hili limekuja kwa wakati mzuri. Kwanza tunaona nafasi nzuri ya kutengeneza magari, endapo kama tumeambiwa kufanya marekebisho ya magari ili yawe imara kwa ajili ya kubeba wanafunzi. Kwa hiyo ni wakati mzuri na nafasi tunayo. Na jambo kubwa ni kwamba magari yetu mengi kama hivyo unakuta tairi zingine zimechoka, lakini watu bado kama walikuwa hamisha tairi na kazi zingine nyuma, lakini zote ni mbovu. Lakini kwa wakati sasa watu, serikali imeona kwamba ni jambo jema kukumbusha kufanya marekebisho kama haya. Gari zingine zinanyesha, mvua imenyesha na gari zinanyesha kwa ndani, watu wanakaa vibaya. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Kwa tumeona kwamba zoezi hili limefanyika kwa wakati ambao ni mwafaka. Sisi tunashukuru serikali kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kutukumbusha. Si madereva wengine tumekuta wengine wana leseni hata ambayo haiwezi kuendesha magari ya watoto. Mfano wengine wana leseni class D ambayo si rahisi kuendesha magari haya. Kwa hiyo maafisa wetu wa usalama wametukumbusha kufanya marekebisho na kuwa na vibali vinavyoonyesha kwamba tunastahili kufanya kazi hii ya kuendesha magari ya watoto, ili tusiweze kwenda kwa kinyume na sheria za serikali ya nchi yetu. Tunaomba kuweka tu rai kwa madereva wenzangu wakubali kuitikia mwito wa serikali. Serikali inapotoa wito tuwe tayari kuitikia na kutekeleza yale ambayo yanatakiwa, kwa sababu yako ndani ya mujibu wa sheria za nchi yetu ya Tanzania. Asante sana. Asante.